So guys, kumekucha, good evening, good afternoon, wherever you are watching me at. Comment down below uniambie unaniwachia wapi. Niko na story. I'm sorry guys, I haven't been coming live because I've been so busy. You know, taking care of these small kids, it needs attention. Hata kama naweza kuwa na time, sometimes I can have time, but getting concentrated like ukuwa tunile time yenye uko kwa simu, mtu akusumbui sio rahisi, unaona, and you have to give these kids 100% of your attention. Anyway, niko na stories leo mbili guys. Waiguru kurudiana na Waititu alafu na Mbangali. And yeah, and maybe tutapea story nyingine yenye niko nayo. Tuanze na gani? Leo tutaenda to direct because niko tu hapa for a minimal time and boom, naenda kulala. Kadogo kamelala, kakubwa kama kule juu kana watch TV anytime soon, kanaweza kuja, na kikuja kanaanza kusumbua hapa. So watu wenye waliona ile video yenye nilikuwa nimepost, tulikuwa the last time tulikuwa tunaongelea mambo ya nini, ya insurance. Mtoto akaanza kunisumbua, mtoto akakuja kwa live yangu, so watu wakaanza kucomment, oh jiti nitauliwa, jiti watoto live. Huyu mtoto alikuja live, sasa mimi live iko live, nitatoa aje hiyo video? Mtoto ako hapo, mtoto amekazana. Wenye walikuwa kwa live before ta mtoto akuje waliona nimefika wa kwanza. Oh Sheila, andiko na so yako sinzo umekuja wa kwanza. Yule Cindy nimengoja Cindy ani-text. Cindy hajawahi ni text. Na nilikuwa na 200 yake, but anyway, shauri yake. So yeah, people wakaanza kusema eti oh Milis jiti utauliwa, jiti stop putting kids. Mtoto amekuja kwa live, mimi nifanye aje? Ni end live yangu kwa sababu ya mtoi. Mimi nimwambia I know you tumeshamaliza, but that was it. Anyway, to forget about that. Okay, the last time tulikuwa tunaongea mambo ya insurance, and yeah, nilikuwa nasema insurance ni ile yenye you save money with insurance, but make sure akikwambia minimum time yake ni 5 years, make sure umemaliza 5 years ukilipa, but the moment umefikisha 2 years ama 3 years alafu ka stop kulipa, upewangi hiyo pesa ulikuwa umelipa, hiyo pesa inaenda hivyo, ama kuna kuangana vile yani wanakupea kitu kidogo, but kama ulikuwa umelipa ya 3 years utapata kwa hiyo pesa ya 3 years wanakupea kama a quarter of it. Can you imagine? So when it comes to insurance, is all about to make sure unailipa the whole 5 years. The whole 5 years bila kusita. Unaona, so yeah, and hiyo pesa ya insurance tunasemanga ni ya kwamba ni either unataka ikuwe ya masomo, ama ni ya kubai nyumba, ama ni ya kubai gari, ama ni ya kufanya kitu fulani, ama ni ya matibabu. Unaona, so yeah, and tunasemanga ya nyumba ndio mzuri ama ya masomo, inategemea gani unaweza choose. Ukichoose ya masomo, mtoto wako kama ilikuwa ni ya high school, analipia mtoto wako high school yote mpaka form 4, unaona. Ama ilikuwa ni ya uni, wanalipia mtoto wako mpaka vile ata graduate. Kama ni ya nyumba, wanakupea options za nyumba. Ni edo buy nyumba yenye already made, ama unataka kujenga yako from scratch, na watakulipia kuanzia msingi hadi mwisho. So there is actually a lot of different insurance company whereby the one that you can trust, yenye unaezana. Unaona, kuna zile insurance za mababi na kuna zile insurance za sisi watu wenye tuko hustle. Unaona, za mababi nasema maybe mtu kwa pamanda analipata kama ni 20k, ama kama nakumbuka nini abs alikuwa analipa 800k and 700 bob every month unalipa hiyo. Can you imagine? The end of 5 years unapata almost 8 million na something juu. Can you imagine? Pesa mzuri. Alafu when it comes to insurance, ukikufa in the middle of, sio umekufa before umaliza hiyo 5 years kulipa, utalipwa pesa ya 5 years yote. Unaona, sio wanakulipa, ni beneficial. Kama ulikuwa umeweka bwana atakula hiyo pesa. Kama ulikuwa umeweka mtoto atakula hiyo pesa. That's why wanasema yangu, ukikuwa na insurance usaiambia mtu umemweka kama beneficiary. Huyo mtu anaweza kuwa na tamata kuue tu. Unaona, sasa mnapatanga Americans wanaua watu kwa insurance because they gonna get that insurance. Unaona, so insurance ni ile unacheza nayo kiakili. I hope tumemalizana na hiyo story. Singeweza kumalizia hiyo time because Katoweka alikuwa kananisumbua. Good idea, but mahali Kenya imefika, don't trust in a video. Okay, indeed, but sometimes inabidi tu tumeachana na hiyo, but if you can still save by yourself, baby girl, you can. Hii dunia ni hivyo tu, whether to save bank, whether tujisave sisi wenyewe kwa nguo, inakwanga tu hivyo. Okay,
tuingie kwa story sasa guys. Irene mambo zipora, Fei na waona Salome. Okay, Mbangale. Acha tuanze kwa ya Maadhe kwanza. Maadhe na mzae wamerudiana, whereby I was so happy. Ilikuwa hivi, ilikuwa sato. Mimi naona tu Maadhe anakuja anachukua sister yake wanaenda. Watoto wanalia wanataka kuenda kule place ya kucheza. Nikaona Maadhe ananiambia valisha watoi. Mzae anakuja kuwachukua. Nikasema gani mzae hajani text. Nikasema kama hajaniambia text wa mzae maybe yeye mwenyewe amejua. After 1 hour mzae akakuja. Mzae anakuja hivi, Maadhe pia anakuja hivi na gari yake. Unaona because Maadhe alikuwa amenitext nende fungue gate. Naona Maadhe anakuja hivi, mzae anakuja hivi naambia watoi baba kwa hapa nimeona gari. Watoto wanateremka wanaingia kwa gari, naona Maadhe anaingia kwa nyumba. Zia alikuwa anachukua nini? Akaenda na watoi na baba kwa gari moja. Kidogo tu dakika 10 kama 15 akaniambia Mili pia wewe vaa tunakuja kuchukua twende. Tukaenda tukacheza huko kwa watoto. Tukacheza tukamaliza. Walikuwa tu happy kwa gari. Hata cha niwaambie tulikuwa kwa gari. Maadhe yako tuna furaha wanacheka. Mzae hata midomo haijakauka. Unaona mzae yako tu happy. Wako tu kwa gari wanashikana tu mikono. Mimi niko tu nyuma na najua tu kwa kamera walikuwa kwa nini? Kwa kioo walikuwa wananiangalia tu vile na smile. I was so happy deep inside. Nikasema alhamdulillah. Yani walikuwa tu happy. Tukaingia kule tukacheza na watoto. Tukamaliza kucheza wao wamekaa tu pale wanakunywa coffee wanashikana tu mikono tu wakicheka. Tunaona tu this is just mapenzi. Mpaka nikasema nikakumbuka vile hawa walikuwa huyu ananiletea mimi naletea Maadhe ananipea mimi naletea bwana. Wakanisahau tu mimi nikaekwa kando. But hiyo siku, hiyo sato, I remember hiyo Friday watoto walikuja jioni, niliblock mzae. Vizuri mzae haiziona kama niko online, haiziona profile picture yangu kama sijasave namba yake. Unaona hata nikimblock hata jua kama niko online ama nimemblock. Nikamblock because I remember hiyo sato asubuhi before Maadhe atoke masaa 5 aliniambia mzae amekutasema mimi mzae hajani text. Unaona akaniambia check your phone. Unaona kama mimi sijaona sikumwambia nimemblock, kumbe mzae maybe waliongea na Maadhe wakaanzia hapo. Sikaisha hivyo bibi. Sisi tukakuja hiyo jioni, Maadhe akapanga manguo, akaenda hiyo usiku. Unaona akaenda hiyo usiku. Akasema yeye wanaenda zitu huko Riyadh kule Tao. Akaniambia nitekea watu hii. Hata vile tulikuwa kwa gari tukikuja akaniambia kuna mseni huko kwa Maadhe kwa shosho usimuongeleshe. Sasa alikuwa ni Mbangale. Mimi kufika tu na watoto hivi naona Mbangale amekaa hapo. Namuona tu hapo chini amekaa tu ako tu na uzuni anapanguza madamu. Mimi na kimbele yangu vile ngamba shu. Watoto tumebeba mavitu. Shu. Aongee hata Kiingereza hatuelewani. Mimi nikapeleka watoto kwa juu nilikuwa na vitu nimebeba shopping. Nikapeleka kwa juu nikateremka sasa chini. Unaona guzi Maadhe alikuwa ameniambia nisimuongeleshe but Maadhe alikuwa ameenda na mimi huyo ni kadama. Na akasema ya kwamba alikuwa amefanya nini? Amepigwa. Kufungua simu yangu napata ile kadama mwenye nilikuwa nimemwacha hapa yule East Africa amenipia uhondo kwa simu nikasikiliza akaniambia imetoka the next door. Hiyo Mbangala alikuwa anafanya kazi kwa sister ya Shosho. Yaani hapa tu kwetu hiyo mlango ingine unaona. Shosho alikuwa anacheka huyo sister yake kwa sababu atakangi na msichana. Na Mbangala amekaa 4 years. Unaona akapanguza damu alikuwa na mama alama hapa kwa uso unaona akapanguza damu. Hako tu apata mshosho hata akei amekaa hapa siku 2. Unaona so sasa ndio jana nikamuonea tu huruma hana charger ananiambia mimi watoto Bangladesh mimi analia tu anamuonea tu huruma kila mtu hapa anatumia iPhone hakuna mtu akona Android. Hiyo usiku watoto vilala tu ilikuwa saa 3 akanipea 100 bob nikaenda pale kwa Bakala kwa kale ka shop kwenye kana kwanga pale karibu na sisi nikambaya charge kwanza charge ilikuwa 20 nikafika huko nikakumbuka mimi roroni yangu imeisha na amenipea na roloni 13 bob nikamwambia nikachukua charger nikabai rolon nikabai na soda Coca-Cola nikamletea 50 bob na 2 I think ilikuwa ni 2 bob ama zilikuwa 10 bob 2 if I'm not wrong tupeni tu ile sikuangalia kama ni 1 bob ama ni 10 bob nikamletea akachaji simu unaona. Haya sasa leo ndo alikuwa ameamuka amefurahi ameongea na watu wakao nikampea wifi. Na jana vile alitoa baby girl alikuwa na pesa mingi ndio nimekuwa nataka kuita hii Mia utapata mbao. Unaona alikuwa na pesa mingi baby girl. Nilikuwa namuonea tu hata vile nilirisk nikirudi nikakutana na sister ya Waiguru pale kwa gate nikasema thank God
anatoka, mimi ndo naingia, hata kwa anajua nimetoka wapi, alikuwa anadai mimi nimepeleka uchafu. Unaona, but nilienda tu kwa sababu Waiguru atakai nikaenda mahali usiku. Kama ni mchana nishawaenda kwa hiyo supermarket, hiyo shop mchana, but usiku atakangi. Anasemanga wana kidnapping watu. But mimi nilimwonea tu huruma msichana. Sasa jioni ndio wanawake wawili wakakuja. I think ndio hiyo sister ya Waiguru, sister Shosho. Unaona, na mama mwingine mnono wa ofisi wakakuja. Wakapek, yani walikuwa wanachukua tu nguo. Wanachukua nguo baby girl. Wanafanya hivi. Yani unaonanga nguo vile wanakufanyia hivi baby girl. Nilishtuka vile alikuja tu akachukua tu kadi akamwekea tu hivi kwa uso, yala shanta. Wakaangalia kila mahali, akaniambia go bring skin, akachukua lotion akakata baby girl, akachukua kisu akaangalia hivi hakuna kitu. Mimi nilikuwa huko ndani najaribu kuosha uso, ndio nilikuwa nimemaliza kuoga. Akaniambia please go out, mimi nataka kutumia hii room. Mimi nikaenda nje. Nikakaa for like 10 minutes, nikarudi nikapata wamefungua mlango. Msichana machozi inatoka, anajaribu kujitengeneza manguo. Paka nikamwonea huruma, nikasema kama hii ndio life. Hata kuna manguo zingine ameacha hapa, but walimchana nywele, akavaa buibui. Alikuwa na handbag yake ingine mbaya hapo, but alienda kama kuna handbag ingine mzuri. Ile bag yake ya mgongo yenye alikuwa amekuja nayo aliacha hapa, unaona, aliacha hapa. Ule Waiguru wake alikuwa amekuja na bag nyingine mpya, unaona. Sasa sijui, siwezi elewa because hizo manguo zake time nilikuwa nataka kutoka wameenda, akaita sasa mtoto sister ya Waiguru, na akachukua sasa hizo bag akaenda nazo huko juu. Mimi nikapanda huko juu nikasema maybe wameziacha hapo ndio nichokore. Kumbe msichana aliweka kwa room yake, unaona. So hiyo mbangali tu amenifanya tu nika feel like you never know yako, yani wanasemanga cha mwenzio kikinyolewa chako tia maji, ujui. Na remember nilikuwa namwambia, what if hizi pesa wanakupa? Anambia la me this one me for lose me work. Alikuwa na pesa mingi, hata alikuwa ananitolea 100. Alikuwa na pesa mingi. For the first time nilimuona 500 kwa mikono yake, hata nikishika sijawahi ona 500 ya Mwarabu. This is my first time naona 500. Alikuwa nazo mingi, amezifunga na ile kitu ya kushika nywele, ile black amezishika. Paka nikamwambia huyu. Sasa sijui kama alichukua pesa hapo, kwa pesa siwezi jua because the moment walikuwa nakatu hapo akiongea mambo mingi. Mimi nikawaeka nikasema hii hainihusu. Okay, sawa. Wakasema nikasema hii hainihusu, but yeah, unaona. So hiyo ndio story, but nilimwonea huruma. Hata kwa kabaga iko na hii kitu, nikamwonea huruma. And yeah, so life inakuanga tu hivyo. So far mimi Waiguru ameenda tao, atarudi Friday, wameenda na bwana. Naona tu anapost kwa Snapchat wako airport, sijui anaenda wapi, wako airport sijui. Unaona, they are just having fun. Mimi niko hapa na watoi, hata nikikuwa hapa kwa Shosho, hata hawajuange hata watoto wako. Mtoto tu akisikia makelele, basi asiposikia makelele anakuambia wamelala. Unaona, hiyo ndio Shosho. But yeah, mimi niko tu sina neno. Hiyo ndio story baby girl, and I can't wait. Najua tu akirudi tunarudi kwetu. The moment mtaona tu nimerudi kwetu baby girl, nitafurahi. Nakwambia kukaa kwenu ni mzuri kuliko kukaa kwa watu. Unajua hapa kwa watu uko tu, hata ndio unafanya kazi na wakilinia nyumba, unashindwa mtu huko unamwoshia manguo anakuambia nioshie, unashindwa mtu huko unamwayonia anakuambia niayonie, unashindwa mtu hata anamkanga yeye mwenyewe saa 10 anafanya vitu zote, unapata na kuamsha 5, please nitengenezee hii kitu fulani, nachelewa shule. Unashindwa hao wasichana shida yao ni nini? Unaona? Hiyo ndio mimi nafanya. Sasa nitadu. Utalala saa ngapi wewe? Okay, sinzi kadogo kamelala, najua mkubwa huko juu amelala kwa sababu hajanifuata huku chini. Nitaamka saa 3. Unaona, nitaamka saa 3. Ijaza imeshaanza, holiday imeanza. Unaona, so hawaendi shule leo, hawakuenda au wakubwa. Kuna wengine wenye wameenda leo ku graduate. Unaona, so nitaamka saa 3. Na nikiamka tunamganga tu direct jikoni tunakula. Naanza kumwoshea nyumba polepole, senanga haraka huku hakunanga shida, unaona. Na nimekuja nikarealize kufanya kwa mashosho kwa beti mama is more important, ni mzuri kuliko hizi watoto wao. Watoto wao ndio wako na stress, unaona. Sasa mimi nasemanga kama uko hapo, ambia tu waishi wako kutafutia beti mama. Shida utaenda kwa beti mama tena upatane na watu wenye hawajaoleka, kwisha.
Ukipatana wenye hawajaoleka, ama unapatana na yule unini beti mama mwenye ako na watoto wakubwa, kuisha mwani, hapo utakuwa kuna stress. Unaona, so hiyo ndio life watu wangu, ndio nimepitia mimi. Nikirudi kwetu nitafurahi, unaona. Nimemiss kitchen, nimemiss hiyo nyumba ya Waiguru huko kwetu. It took me 1 month kuiosha kila kona. Ndio from then iwe napiganga passport every day. Si rahisi kukuja kwa Mwarabu siku ya kwanza na usafishe hiyo nyumba ikuwe safi kila kona. Sasa utakuwa unapiganga tu passport. Bria Ndorie, niko salama yaya. By the way, shosho yangu amekufa. Hata hajakufa. Haka mtu kameamua tu kulala kasiamuke. Can you imagine? Mtu analala, unalala. Unasema you know what? Mtakula huna hasara juu yako. Mimi siamuki, mimi naenda. Na vile huyo shosho alikuwa anapenda usafi. My great grandma alikuwa anapenda usafi. Mpaka unashindwa sasa huyu akiwekwa chini huko. Na hiyo vumbi watapelekana kweli. Unajua siku hizi watu wanakufa tu, mtu anaamua tu anasema you know what, mimi siamuki. Na watu wenye wanajipenda, mtu anajipenda hivi vizuri, anapenda kuoga. Atakubali kwenda kuoga kwa hiyo mchanga huko chini na hiyo dust na hiyo vumbi. It hurts, yeah. It really hurts, guys. It hurts. Yeah, I just lost my granny. Halas nilisa yuko na story Phoebe mimi. Phoebe anabo. Phoebe yani, I wish ningekuwa tu, I don't know. Phoebe alipewa platform at least ajiongele. Ani aongee what is in her heart, ataki. Ashamaliza contract ameongeza. So what? Yeye ni mtu mkubwa by the way. Even Odosi tunadani anatupea content ama anatufanya sisi tukae wajinga, but deep inside kuna vile unaweza umia. Pia mimi naumianga, unaona, pia mimi naumianga, lakini we nikiumia mimi nakujanga hapa na wapea story, unaona waambianga ni hivi na hivi. Mimi na yule mtu mwenye nafunguka. I'm actually a person who talks a lot. I have to talk no matter what. Sasa mnaniambianga hata ukinyamba unaongea, acha tu niongee because we mtajua aje. But when it comes kwa Phoebe, I'm just gonna say she's actually hiding herself because tumemotivate, unaona. Uwezi kuja hapa tunalilia kwa sababu ya nyimbo ya Mungu tu malaika, unalilia mbele ya kamera kwa sababu una praise God, kwa sababu una praise God because you have come here unalia. No, there is something deep in her. That day akipost hiyo video akiimba, akikaa into sorrow with the worship, with the worship song, ni praise song, kuna kitu ndani yake. Kuna by the way Faith na 900 kuna kitu ndani yake ilikuwa inamkula, whether kazi ama something home, ama she was just feeling like she's kind of lonely. I don't know if she has friends, unaona. Hasa akaona wacha nifanye nini, niweke hii machozi kwa kamera kwa hii song. Pia mimi huwa nalia, sikatai, huwa na feel vibaya emotions zangu zikikuja, but nilisema mimi nikuja hapa nalia ndio nimelia na kitu kingine ile ya maana. Lakini siwezi kuja hapa nalia kwa sababu Waiguru ananitesa kazi, hapana. I know how to deal with that. Sasa Tama, hope uko poa. So when it comes kwa Phoebe, siku yenye atafika mahali afunguke ni sawa. Asipofunguka tutakuwa tunamwangalia tu. Beside Mwarabu ashamzoea, unaona. Kama anaweza pikia Mwarabu uingie kwa kamera yake, inamaanisha ya kwamba Waiguru anasema tuacha nimchezee, tuacha nikuje kwa kamera nifanye nini? Nimfanye tu, nimpende tu kwa sababu ashamaliza contract. Umemaliza contract. This is the time where wanamshow love, naendelee kukaa. Sijawahi lipwa hiyo. Mimi hata silipangi 900 by the way. Hata 1000 silipangi 1000. So guys, yeah, when it comes kwa Phoebe, mimi namuonea tu huruma, but kama hataki kuonekania huruma, let's just give her time. Unaona. So yeah, as for me, I'm okay, I'm alright. Unaona, watu wananipea stress zingine. Kwanza time niko na hormones za period, na mimi niko na hormones za mayai kupasuka kwa tumbo. Unatamani ushike mtoto umrushanishe huko, but unasema you cannot. Unaona, but mimi wangu ananipeanga stress. Mimi naangalianga na macho siku hizi. Mimi bora hujachoma nyumba, hujavunja kitu, baby boy, do whatever you wanna do, because sina hiyo nguvu. That's why mimi mliona kwa kamera vile mimi hivi na treating tu. Unaona, they can be misbehave, but me I don't even have that time. You know, they think like I'm just stupid, or maybe we are just age mate na mimi naweza mzaa. Unaona. Sheila Mboga, umepewa mpesa akiwewe tu. Sheila Mboga. Okay.
So yeah guys, that's actually story. Nimefika wa kwanza. By the way ule wa kwanza alikuwa Sheila ama alikuwa ni nani? Niko na so yako. Wanaenda masisi zake wanaenda. Alikuwa Sheila ama ni nani? So guys, that's the story. Nitawapea story gani nyingine? Nitasema tu vile nilienda kwa duka, sijawapea story. Vile nilienda kwa duka, okay, alikuwa hata kukua Waititu, alikuwa wa Bangladesh, unaona. Alikuwa ananiangalia, anafanya tu because nilienda mara kwanza na charger kwa sababu msana alikuwa amenipea type C, nikaenda na type C, nikarudisha type C, nikaleta type C, kumbe amechanganyikiwa kichwa yake ni ile Android. Kwa nikashindwa, uko na type C na hapa kwa nyumba uko na iPhone 16. Kumbe hata ningeenda nikachukua ya Waiguru mwenye aliacha hapa ni charge. Kuleta simu yake kumbe ni kale ka Android kale kadogo. Ndio nichukue hiyo cable nirudishe kwa duka because yule bakala aliniambia kama itakuwa poa urudishe. Sasa ananifinyia tu macho. Nifinyia macho. Ananipea namba, ananipea simu amekelea dial. Akanambia if you want something you call me bring you. Ngambia hapana. Unaona thank you. Sikuchukua hiyo namba. Sikuchukua hiyo namba. Tunaanzanga tu hivyo kidogo kidogo tunakuwa wa malaya. Sikuchukua hiyo namba. Ngambia tu thank you, don't worry. Mimi nikitaka kitu nitakuwa nakuja. Unaona alikuwa ya thinking ni I don't know hakukuwa white because skin yake inakaa ni black ni baba tu mwenye ako into his 50s, unaona. So yeah, that was it. And hata Waiguru kwa wananiangalia pale kwa duka wanashindwa huyu. Mimi nimesimama tu, nimekuja na charger na muonyesha tu hivi, you know. And that those things actually how things mshene time. Alafu kitu kingine nitasema nini? Vile Mshosho alikuwa na treat Mbangale, nilijua tu what if me. Unaona hata about me because Shosho alimpata kama nakula, ngambia kazi yako ni kukula tu. Why you know help shu buli hon. Help kadama shufie. Mpaka Shosho akaniambia halas usimpe chakula, mpe mpe ndanga jivini mkate. Unaona mimi ni nani, nikampikia mchele, nikaikala kwa sahani, nikaificha, nikiteremka chini nikampea. Mind you leo ndo alikuwa kuna makaroni kwa bag, akaniambia eti nene nimpikie. Nikamwambia mimi sasa nikakupikia makaroni because naweza panda huko juu nianze kupika hii makaroni na sitakuletea yote. Unaona nikamwambia wacha kesho tukiamka asubuhi au wakienda Shosho akienda shule ndio nitakugo. Shosho ni mwalimu, unaona nitakupikia. Kumbe tunapanga kitu yenye leo anaenda. So vile alikuwa na treat huyo msichana nikasema what about me unaona, what about me? Nikasema I have to do what pia mimi nikuwe very careful. Kama uko na passport niambie nikupe agent legit na usikubali house to house cause akona hiyo. Natamani kukam Gulf but niambie requirement. Nekesa. I know I mean Grace. I don't know mwenye ameandika Valentine. Okay, process ni tule wewe unatafuta agent anakupea process. Mimi siwezi kuambia niko na process. Ni wewe kutafuta namba, uende kwa agent. The only thing mimi nitakwambia enda kwa agent kama uko na passport. Kama hauna passport enda kule na pesa. Yeye mwenyewe atakutafutia passport in the next 2 days 3 days. Unaona wewe unaenda na pesa ya passport. That's the only thing nitakwambia. Either uende kwa agent na passport yako ama uende na pesa, yeye atakutafutia passport haraka. That's the only requirement. That's what I'm gonna give you. Unaona. But nimeona niko na mamadamu wengi pale Instagram wananiambia kama uko na msichana kama mimi, but mimi nawaambianga hapana because mlisema afadhali mtafute agent kuliko kuja direct. Unaona, but yeah, mimi niko na madam tu wengi pale Instagram, but mimi niwaambia hapana, haina haja nimuintroduce kwa mtu because wenye wanani text pale ni wale watu wenye wako na watu wenye ni wasumbufu, kuna wengine wako na watu wenye wako ni walemavu, unaona. Na sio rahisi kama mimi hawa wawili pekee yangu wananipea stress. Hebu sema mwenye na watoto 5. Unaona kuna mwingine alini offer 2000 dira Dubai. Unaona akaniambia I'm coming back to Dubai from UK. Akanipigianga video call pale Instagram akiniambia see my kids, you know Milly, you are doing good job pale Instagram. Nikamwambia mpaka nikaogopa, nikasema maybe ni rafiki ya Waiguru ananitempt. Nikamwambia oh my god, you have nice kids but I'm so sorry to say but I'm having contract here. I'm still new here, even my contract is gonna end 2027, but if I'm gonna be lucky I'm gonna look for you one day, but for now inshallah.
alikuwa tu so loving, unaona. Nikiposti kitu pale ana commentingi, unaona, like she's kind of friend. Nikamwambia I should introduce you to someone. Nikamwambia if I get someone, no, you know, I want someone that my blood wants. Na hiyo 2027 mimi niko na plans zingine, tena mimi naenda kutafutana Mwaiguru. Hapana. But nitakwambia tu pia kama uko huku Gulf, jaribu kutengeneza a good name for yourself. Jaribu kutengeneza a good name for yourself kama hata kwa social media, unaona, because mimi sasa niko nani nimejitengenezea jina lingine mzuri whereby sasa niende Africa tu in the next 2 months. Niende Africa in the next 2 months, unaona. Alafu mambo zikuwe mrama. Na nikuje pale Instagram niseme well, I'm looking for any, unaona. Nitapata, unaona, nitapata na tena niko na ile courage nitasema nikipata madam mstaki wa agent, nataka mimi tuta direct na mwenye nataka msichaziti tuende kwa agent. Ni mimi na madamu hivi, unaona. That's why jaribu kujitengenezea pewe jina yako. Unaona, tukua kama Rosie. Unaona Rosie yako. Mimi sijui kama anajitengenezeanga jina, sijui kama Rosie atawahi try because alifanya caregiver, hatujui kama hiyo caregiver yake anataka kwenda nayo Canada ama another way, a good country whereby I will love to see Rosie in another country anafanya kazi. Tunajua tuko na watoto, hatukatai. Watoto wanatuhitaji. Unaona, school fees ndio hiyo. Kwanza Rosie akona school fees ile yenye unasema in the next 5 years akona school fees ile yenye utakuwa unaangalia tu hivi unakufa. Unaona, mtu yeye anaenda high school, kidogo mtu yako university. So mimi nasemanga tu kama Rosie alisomea caregiver whereby she wants to go to explore another opportunity. Mimi nikisikia tu Rosie ameenda mahali ku explore, nitampea hand of plow, namwambia bravo baby guy, it's not easy but we're just trying to do something. But kama kwa mapenzi whereby the sponsor anamsaidia financially, is okay, unaona. Because mimi ndio najua niko na wale wenye wana sponsor when it comes to my kid, but as for me too, I need to do something, unaona. So sio rahisi tukiacha watoto. But kama Rosetta amesomea caregiver na kwenda another good countries than Saudi ama than Arab country, mimi nitampea bravo, wala mimi nitamwambia you know what baby girl, give me that connection, unaona. But saa zingine anasemanga afadhali kukaa na watoto whereby it's fine too. As for me, mimi niliambia mtoto wangu, unaona huyu na miguu yake, babes, you already a grown up. Haunyonyi, unaona, haunyonyi baby boy, haunyonyi. So just all you have to do for me is just wewe soma, ukigrow and take care of yourself. Sijasema you to grow, take care of me. No, mimi wewe tu soma, and in case you need anything, I'm always here. Because hizi kaa hapa na wewe tukiangaliana, you need a lot of things whereby if I sit here trying to be with you, I'm not gonna achieve because I haven't achieved. Sisi ni wale wenye hatuna madegree, unaona, hatuna madegree. So in my degree ni mikono yangu, my mind and my hands, unaona. So hii naambianga mtu, by the way mtoto wangu na nyamba ni ile yenye inatoka tu vizuri, yani na nyamba tu ile yenye inatoa paka sina hata tumbo, na nyamba, yani kunyamba na nyamba watu wangu, yani horrible. Beautiful lady like this and nyamba, yani leta maji mnyambo. Anyway, na nyamba sijui nakula cheese sana, I don't know. Yani tumbo yangu yani iko tu iko nyepesi, yani iko tu easy, unaona. So guys, yeah, that's the story I'm gonna tell you guys. Mimi nitamotivate mtu na kitu gani? Nitasema always do your best, do you, come jinga. Sai nikiwaambia Waiguru si ameenda akaniambia kama niko na another way of kuongea, kana mimi niko na snap, of course nikamwambia yes. After Rose anaonanga hizo ma messages za nini za snap, nikamwambia yes. Sisi nilikuwa nimemblock, nikamwanblock, ikabidi nimeenda kwa snap yangu, nimetoanisha zile picha mbaya because at the end of the day maybe mzee atashika simu yake kunipigia, you never know, unaona. Picha yangu iko pale inakaa, kwanza nilikuwa na nyingine pale ya bikini, yani nakaa hot, nikatoa nikaeka at least inakaa tu, yani ajue tu huyu, unaona.
tukaanza kuongea. Najua hata Snapchat niliblokiwa saa zingine wananiambia times out kuongea na video call because we hatari. Tusahau hiyo. Nilikuwa na story nyingine nimesahau tena, nimeslip kwa kichwa guy. Unajua mimi ndio mtu wa kusahau. Sisi ni wale wenye tulipatanga CS. Tunasahau wingi vitu mingi. Sasa kitu kikikuja kwa mind lazima niongelee. Nimekuwa na kitu important nikasahau kusema. Unaona? Nilikuwa nataka kusema nini? Nimesahau. But anyway, Waiguru ako kwa nini? Basi nimekumbuka. Sasa kila mtu kwa hii nyumba wananifollow IG. Kila mtu anaona. Unaona? Ile siku nikapika chai, Sister Waiguru mdogo ananiambia nitengenezee chai kama African. Nikamwangalia akaniambia, I saw it in your Snapchat. Unaona? On your Instagram nikampikia. So, kuna huyu msichana mwingine ananiangalianga paka ananiambianga ananiambia alikaa tu pale jikoni, amekaa tu pale ananiangalia, akakama hapo, go through Instagram apatana na video yangu zile za kitambo, akacheka tu akaniambia, but in real life you are not like this crazy girl kwa simu. Unaona? Yani for the first time mtu ananiuliza, okay, most of the people they always talk to me like that, but huyu naye akasema, you know what Milly, naangalia video zako but na wewe in real life you are not, yani in real life you are very, yani hata mtu asijua uko na tabia mbaya. Ananiambia someone want know wewe ni majinun but uko caring like you are, yani in real life I think ananiambia nimekuangalia kwa muda, nikaangalia video zako haupelekani. Unaona, kwa video wewe ni mtu mwingine, hata mtu anadhani msichana ni mbaya au msichana yani ni but in real life ni msichana mwenye ako na heshima. Mpaka nikashangaa nikamwambia, thank you. Unaona, na mimi mtu akiniambia kitu kama hiyo huwa na blush tu, na smile, nashukuru tu na ile aibu, nasema because takange mtu akutane na video yangu crazy akuja niambie nimekutana na video yako zitu ukiongea sipendangi, wewe ona unyamaza ishe hivyo. Unaona, but ukija in real life uniambie si uongee vile unaongeanga kwa simu, is like no. Unaona, so when it comes kwa Instagram niliyosema haina haja niende back my videos za kitambo ama picha zangu za kitambo ni delete. Wacha tu waone wajue this is me before. Basi hizi niko kwa mikono yao washaniona, I have to change from now. But ya kitambo acha ikawa wajue tu ile ni ya kitambo. Tuko tunamjua, she was in Kenya, she was having this life. Sisi nimekuja hapa na wamekutana mimi saa hii. So from now ndo nafaa kufanya nini? Could be another girl, not the same girl that I used to be. Hi Duncan, mambo. Not the girl I used to be before. So that's me side. That's what mkiniona mimi niko humble sahi, najaribu, but it's not easy. It's not easy being good. It's not easy changing kukua mtu mbili kwa moja. Sio rahisi. Huko pia. Na ukiuliza hiyo bag unavanga, okay. Akabaga tani wajibu. Hii bagi yangu ni ya simu. Unaona, most of the time nikiweka simu yangu kwa ile mifuko ya nini na inamanga, kanaanguka kwa choo, kanaanguka kwa maji, but simu yangu ni waterproof so sinanga shida, but saa zingine kanaanguka kwa maji, inakaa muda before ikauke. Unaona, sasa hii ni ya simu most of the times. Alafu na nehanga simu kama tunaenda mahali naweka lip gloss ndani. So hii ni ya simu. Sio ni ya nini? Nimezoea tu kuiekelea tu hapa. Ni ya simu. At least nila nikiinama ni rahisi. Alafu nikiweka simu yangu ni iPhone na ni mzito. Sasa nikiweka kwa mfuko na mimi ni kadogo naonanga naanguka zaidi moja. So guys, hiyo ndio story. Haya, story nyingine gani niko nayo? Hakuna. Alafu watu niwaulize, watu wenye wanafollow Willy Kista the chef. This girl, I like her content, by the way, she's so nice, like her content is perfect good. Unaona Willy Kista, ani ziko sawa. Her content is very clean, eloquent, amezipanga in order. Lakini nyinyi mnasemanga sijui niseme eti anajipendekeza. Kuna mwingine aliniletea chai ya Willy Kista kwa inbox, nikasema sasa akasema Kakonde surely nitamwanzia kumunini hapa, akananga maneno yeye ni my love, mnaonaje leo mimi nimeshinda na mama
My love, mmepika nini? My love, leo ni birthday yangu na niko na 3000 nataka kushare na watu 13. Unaona? Like this guy, she's so sweet. Hata mimi nashindanga nikitaka kumchapa nitamchambia wapi? Nitaanza wapi nipeleke wapi? Demu wako tu hata TikTok akuangi cause I remember nimekutana na video yake once kwa TikTok, whereby kwa TikTok hata hana followers, hana audience. Her all time is actually on Facebook, and you guys go follow her. And then kwa YouTube you support, because that guy, she's just, you know, ako tu humble, whereby hata nimepoa chai yake nikasema sasa huyu nitamwanzia wapi? Let her be. Unaona kako tu kazi na wengine kadogo ako kwa beti mama, anapenda beti mama anampenda, wako tu sawa. Unaona nikasema sasa huyu nikimchama nitamchambia wapi shwari? Hakalanga maneno my love. Leo naosha nguo na mikono kwa sababu nimesema nimeona washing machine. Mimi nikasema hiyo nayo hapana. I cannot wash clothes with hand. Nilikuja hapa sikia kwanza zikarende hapa zikajaa. Nikamwambia Waitito, Waiguru, nitaosha aje manguo, mama yako amekataa. Unaona kidogo nikaona ananiambia yala nimeongea na mangu ende uoshe. Nisema mimi siwezi osha hizo manguo zote na mkono. Ni vile watoto wametembelea socks za white na miguu. Alafu Wilkista pala anainama. Wilkista anaweza inama because yeye anatengeneza content. At the end of the day, I'm a content creator and I know how it roll. Unaona. So yeah, hivyo tu. Utampata kwa jikoni, Wilkista utampata kupale jikoni, baby girl anatengeneza video na skin tight. Okay, ako kwa mama, maybe mama hana watoto wakubwa, watoto wote walioleka maybe. Unaona. That's the good thing kufanya kazi kwa mama, whereby watoto wote walioleka. Unaona. Mama maybe kama umekuja baadaye, of course atavaa nguo ya heshima. Unaona. Ama maybe saa zingine anakuanga na dera, anaitoa anaiweka kando, au watu wakukule wanafanya mavitu zake, nitoe dera niko na ka tight nipige picha, because Wilkista anakuanga pale jikoni na tight, and I be like hii ni nyimbo ya Mwarabu ama nini? But you have to follow her more and more to understand her, whereby I don't judge her. Unaona. Na mimi ndio mtu wa kujudge mtu haraka. Mimi nakufuatilia kwanza nasema mimi am a content creator, I know how these things roll. So mwenye aliniletea chai ya Wilkista, I cannot serve it because that girl, she's just trying to do her best. Unaona. And yeah. Lakini mama ya kukaa kwa jikoni ya Waiguru na skin tight, really baby girl, doesn't know. Hiyo ni content too, because damn, hata kama unafanyia mama kazi. Okay, mimi hapa ni ukweli, by the way, you can sit, unaweza kana tight. Mimi ile siku nikapiga tizi yangu. Okay, nilikuwa na t-shirt mrefu, na t-shirt nyingine ya green, hapo ni mrefu na ndani dress, nilikuwa na tight. Okay, kwa show hapa naweza kana tight. Ni ukweli by the simuonei, ni ukweli anaweza kana tight pale kwa jikoni akipiga content yake. Because pia mimi hapo kwa show na kaanga na content na nini. Kwanza basi hizi na bra, niko na hii nguo yangu ya kulala inashikanga matako. Unaona. So I do understand her. Sorry for that. I take away my words. But she's nice. She's doing her best. And congratulations baby girl. Actually Wilkista the chef. You guys mnajua Wilkista. Kwanza mtag, mwende mpeche, mwambie Secretary Gapa amekuongelea akasema ya kwamba she's a nice guy. She's a content creator and she knows how it rolls. And I know how it rolls. I know her game very well. Whereby her game is perfect good. Okay, perfect good. Good perfect. It's actually perfect, you know. And I like her ideas whereby people engage in her content, whereby I learn from her too. Naona pia mimi niko na creator whereby I'm a writer, by the mimi a very good writer. Msinione hivi. I prefer writing for someone a content than me using it. Mimi nikabaya kabied. But yeah, here ndio story guys. And Mimi, I think it's time for me to go to sleep. And I love you guys. Thank you so much. Because kale katoto kamenyamaza, maybe kanalala huko juu. Let me go bring him. Mimi ni reply baby girl, and I call it a night. So watu wangu, ciao, and yeah, see you next time. And mimi nawapenda tu sana, unaona. Mimi na walombo tov. And guys, road to actually 100k. Mkinifikisha 100k guys, tutafanya nini? Get verified. Ukiingia 1k followers tuingia verified baby girl. And when you gonna get money baby girl, tukifungua shule mwezi wa 8, maybe nikipata do guys, I'm gonna sponsor some people at least, wabaye watoto vitabu.
Wanasabanga give back to the community. You guys have been my fans and I love you guys so much. Najua mimi ni wa mshene, but really inside ya watu mtu akiniambia Milishi is good na shindanga, guy, this person is telling me Milishi is good. Na hawanijui. Anyway guys, let me just tell you guys I have a boyfriend too. Niko na boyfriend. People likes calling me when I'm on live. So guys, ciao. Thank you so much and have a good night and be blessed. Watu wangu wa Gulf chapakazi, watu wa Kenya baby girl chapakazi, na watu wenye hawana wanataka agent baby girl, let me put the number pale kwa bio. Ugrab hiyo uende utafute agent. Na watu wenye wanasemanga viti sina anything, chukua tu namba, elezea agent. Agent akipelekana na wewe vizuri anaweza kufanyia hizi vitu zote bure, unaona. Akiona tu uko sawa, but kama agent amekwambia enda utafute tu pesa fulani ulete nitakuongezea ingine, well and good. So yeah, go there baby girl, enda Lebanon, enda Saudi, enda Bahrain, kama uko na commission go to hizo countries zingine kama ni Qatar and everything. And yes, tunataka turudi nyumbani, tutarudi tena baadaye time ya almost ya World Cup, because nimekuja nika realize wanafungua pombe next year. Na nyamba vibaya. Wanafungua pombe next year, watu wa Saudi wanafungua pombe next year, the beginning of 2026 watafungua pombe. So probably kutakuwa na kazi mingi hizo time ya World Cup, kutakuwa na kazi mob, more security. Nimeona cha mwingine akaniambia more security, hotels, unaona, rooms, restaurant, hata kwa kiwanja pia ya football watakuwa na kazi ni mingi. So baby girl, fanya kazi sahi, tengeneza CV yako. Kama unataka kembo baki nje ni sawa. Kama unataka kufanya contract rudi nyumbani tena uapply tena kuja Saudi ni sawa. Unaweza rudi nyumbani team 2026, urudi nyumbani 2017, urudi nyumbani ukae baby girl, uzae katoto kakae kafikishe 2 years 3 years, apply tena time ya World Cup, kuja ufanye hiyo time ya World Cup baby girl, upate hiyo pesa yako, urudi sasa nyumbani forever. So guys, bye. Ama mko na kitu yote ya kutaka kuniambia, mnisikie ama nilikuwa naongea? Hebu ngoja question ya hiyo bag. Ndio tushaongea hapo kitambo. Ulifanya Lona we pull vibaya kisu, unajua kuact. Lona siku hizi nimemiss, kamenyamazia tu kule kwa Mwarabu pale Qatar. You guys have any question before I go? Because I have to go now. Sipendangu kwa live sana. Passport nitafute nini na nini. Wenye wanakuwa nasema kutafuta passport. Passport ni ID yako, birth certificate, photocopy ya ID ya mama na baba. So from there process inaenda tu nywe. Unaona wengine hata unapata agent wanajua na watu wa passport hata uhitaji birth certificate, but yeah, passport ni hizo tu vitu 3. ID yako, birth certificate na ID ya mama na baba. So guys, bye. Ciao. Bye bye. See you next